Haleluya, ninakusalimu tena katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo katika Jumapili hii njema, na Mungu wa neema na rehema akujaze neema na rehema na fadhili na nguvu na uweza. Endelea kumfurahia Mungu Mwokozi katika tena wiki nyingine ambayo tunaenda kuimaliza, huku tukimfurahia Mungu kwa kutujalia mwaka mpya huu wa 2026. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza. Ninaomba mapenzi yako yaendelee kutimizwa na kutendeka. Fadhili zako ziendelee kuwa pamoja nasi, watu wako wakuaminio Bwana. Nguvu zako ziwavute na wengine wasioamini wapate kuamini. Neema yako iwe na familia zetu, ndugu zetu na jamaa zetu. Wabariki, walinde, wachunge. Imani ziongezeke na kustawi. Baba, asante kwa mwaka huu mpya. Kaufanye uendelee kuwa baraka, nasi tuendelee kushangilia na kutukuza katika jina la Yesu Kristo. Nuru yako ituangaze na mkono wako utusaidie. Huyo asikiaye Bwana Yesu, naomba ndani yake likafanyike jambo jipya. Nafsi yake ikajazwe, nafsi yake ikaponywe. Nguvu yoyote na uharibifu wote ulio ndani yake juu yake ukaondoke sasa na kumwachia katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako Mungu uliye mwema na wa rehema, kwa utukufu wa jina lako. Amina. Bwana Yesu akubariki. Karibu tena tupokee sehemu nyingine, silaha nyingine au kitu kingine cha kutusaidia katika safari tulionayo mwaka huu na safari nzima ya maisha ya kiimani tulionayo. Tunapokea jambo muhimu kutoka kwenye neno la Mungu la kutusaidia. Omba uongezewe imani. Kichwa cha soma, omba uongezewe imani ya Yesu Kristo au katika Yesu Kristo. Omba imani yako iongezeke au uongezewe imani. Waefeso sura ya 6. Efeso 6, nisome mstari ule wa 16. Efeso 6:16. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuna safari na tuko mwanzoni, au tuseme tuko kwenye msingi kwa ajili ya maisha tulionayo ya mwaka huu au safari tulionayo katika mwaka huu. Na jambo pekee ni la kuendelea kukumbuka ni kuendelea kutembea katika mapenzi ya Mungu. Wazo kuu ni ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme wa Mungu kwanza. Ili ni wazo tunatembea nalo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Nisome tena katika Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 19. Timotheo wa pili 2:19 nasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila litajia jina la Bwana auache uovu. Tunahitaji kuwa na msingi mzuri mwanzoni, ili mwaka unavyoendelea tuwe tumesimama sawa sawa na tuendelee bila shida, bila vikwazo, na vikwazo vikiinuka vishindwe. Tusishindwe sisi, ila vishindwe hivyo vikwazo, au majaribu yatakayoinuka yenyewe yakashindwe, sisi tuweze kuendelea na kumtumikia Bwana Yesu. Kwa hiyo msingi ulio imara ni huu: kumjua Bwana na kuacha uovu. Kumjua sana Yesu na kuacha uovu. Yaani imani iongezeke. Wazo ufalme wa Mungu kwanza tutangulize. Narudi huko kwenye Waefeso. Anasema zaidi ya yote. Zaidi ya yote. Manake yaliyo mengi. Katika yaliyo mengi, jambo kubwa linalotakiwa katika safari, katika vita tulio nayo, katika mapambano tulio nayo kwenye ulimwengu huu, inatupasa tufanye nini? Anasema ni kuwa na imani, kuongezeka imani. Mkitoa ngao ya imani, mkiitoa ngao ya imani, ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto ya yule mwovu. Tunahitaji ngao ya imani. Tunahitaji imani ambayo ni ngao ya kukinga mishale yote ya yule mwovu ambaye itaachiliwa mwaka huu tena, kwa sababu adui anapambana nasi. Ukisoma mistari ya nyuma hapo, anasema vaeni silaha, mstari wa 11, Efeso 6:11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana, kuzipinga nguvu za adui. Kwa hiyo vita ipo, mapambano yapo,
Mstari wa 10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mwaka huu tena kawe hodari katika Bwana Yesu, kawe hodari katika Jehova, kwa ajili ya kuendelea kulitumikia kusudi la Mungu na kwa ajili ya kuendelea kufanikiwa. Mwaka huu tena viko hodari ndani ya moyo wako, tukawe na imani, tukawe hodari tena katika Bwana, tusiwe dhaifu katika Bwana, bali wenye nguvu katika Bwana, walio hodari katika Bwana. Kwa mwaka huu tena, kwa mwaka huu tena, neema ya Mungu ikafanye, ikawezeshe tuendelee kuwa hodari katika Bwana na kuongezeka. Anasema na kuitwaa ngao ya imani. Imani itazuia mishale. Ndio sababu tunasema tuombe tuongezewe imani. Imani ikiongezeka ndivyo tunazidi kuwa hodari, na ndivyo ambavyo tutazidi kuiharibu kazi ya adui, na ndivyo ambavyo tutazidi kumuondoa. Biblia imesema tumpinge shetani naye atakimbia, tumkaribie Mungu naye atatukaribia. Kwa hiyo tuna safari ya kiimani, tuna safari tunayoendelea nayo. Inatupasa kuendelea kutafuta sana kuongezeka kiimani, kwa sababu imani ni kinga, ni ngome, ni ngao inayotukingia mabaya, mishale na ila za adui. Tunaweza kushinda kwa imani. Hata Yesu alipoponya wengi, anamwambia unaamini naweza kufanya? Yesu akamwambia kwa imani yako umepona, kwa imani yako enenda. Kwa hiyo kwa njia ya imani mambo makubwa yatatendeka, yatafanyika. Basi ongezewa imani, ni maombi yangu. Hatimaye sasa uzidi kuwa hodari tena mwaka huu katika Bwana. Mwambie Bwana Yesu, natamani kuwa hodari, natamani kuongezeka kiimani, natamani kuongezeka kiroho, hatua moja zaidi, hatua moja zaidi. Nenda tena katika hatua nyingine, nenda tena katika viwango vingine vya kiroho, vya kiimani, ndipo hata na vingine tutaongezewa, tutazidishwa. Ufalme wa Mungu kwanza, na Yesu anasema na hayo yote mtazidishiwa. Mengine yote tutazidishiwa. Ufalme wa Mungu kwanza, tutafute kuongezeka kiimani, kiroho chetu, hali yetu ya kiroho iongezeke, iwe imara, iongezeke, ipanuke, tuzidi zaidi na zaidi. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunaweza, kwa namna hiyo inawezekana, tutaongezeka, tutazidi, tutafanikiwa zaidi na zaidi. Mungu Baba akujaze, Yesu Kristo atusaidie. Ongezeka tena kiimani, tafuta zaidi. Anasema tujitenge na uovu, Bwana anawajua walio wake. Mwaka huu tena Mungu anawajua walio wake. Na Yesu anasema katika Yohana sura ile ya 10, sura ile ya 10, Yesu anasema walio wake anawajua, na walio wake nao wanamjua. Anawajua. Na kwa sababu hiyo tujitenge na ubaya, tujitenge na uovu, tuwe safi, tenda haki, usitende dhuluma. Simama kwenye kusudi la Mungu katika mwaka huu tena. Mapenzi ya Mungu tena yakafanyike, yakatimizike katika jina la Yesu. Bwana akujaze nguvu zaidi. Amesema yote ni nini? Tuitwe ngao, tuwe na ngao, tuwe na imani. Imani katika Yesu Kristo, imani katika Yesu ni ngao, ni ngao ya kutusaidia, ni ngao kubwa. Imani, 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 imani ya Yesu. Haleluya. Na anasema tutaizima mishale. Kwa hiyo mishale itakapoachiliwa, kwa sababu tunakuwa ni watu wenye imani, hatutaogopa, hatutafadhaishwa, wala hatutakuwa wepesi kukubali kupita njia za mkato au kufanya mambo yasiyompendeza Bwana kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya uhitaji wa fedha au mali, au kwa sababu ya chochote. Tutazidi kuendelea kustawi na kuzidi katika Bwana, katika Bwana. Na anasema tena, ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Jambo la pili, imani, neno la Mungu, imani, neno la Mungu. Alafu niongezee kusema maombi. Ongezeka juhudi katika kuomba, tuongezeke juhudi katika kumwabudu Bwana. Anasema ngao ya imani, imani ambayo ni ngao, alafu chapeo, neno la Mungu ambalo ni silaha, ni upanga, ni moto, lina nguvu, lina uhai. Neno la Mungu li hai. Tuongezeke tena, tutafute sana neno la Mungu, tujazwe sana neno la Mungu katika jina la Yesu. Na Baba yangu na Mungu wangu aachilie kwako neema na maongezeko. Ongezeka, tafuta kuongezeka, tafuta kuongezeka. Mungu akiona njaa, Yesu anasema heri wenye njaa, heri wenye njaa na kiu ya haki watashibishwa. Mungu akiona tuna njaa, tunatamani kuongezeka, tutaletewa jambo jipya, tutafanikishwa. Mathayo sura ya 5, Mathayo 5,
5:6. Mathayo 5:6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, watu walio na njaa na kiu ya haki, njaa ya kiroho. Ongezeka njaa ya kiroho mwaka huu, ongezeka njaa ya kiroho, ndipo imani inaongezeka, ndipo ulinzi unaongezeka, na neno la Mungu ongezeka kwenye neno. Yani tafuta neno la Mungu zaidi. Mungu atusaidie tupate nafasi zaidi ya kulitafuta neno, ya kujazwa na neno la Mungu zaidi ndani yetu. Neno hilo la Mungu likae litawale maisha yetu, yaendelee sana, tuongezeke sana katika jina la Yesu. Haleluya sana, haleluya sana, haleluya sana, haleluya. Heri wenye njaa na kiu ya haki, watashibishwa. Ongezeka njaa ya neno, ongezeka njaa ya maombi, ongezeka njaa ya ibada. Uwe na kiu na haki, uwe na kiu na utakatifu, uwe na kiu ya kumwona Bwana na kutembea katika nguvu za Bwana. Mungu wangu na Baba yangu, ninakushukuru katika haya. Naomba tujazwe nayo, naomba tuwezeshwe na wewe mwenyewe. Kwa msaada wa Mungu, katika jina la Yesu tunaweza kuendelea. Amina. Ni maombi yangu, Mungu awe upande wetu tena, Mungu awe upande wako tena. Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Warumi 8:31. Mwaka huu tena, Warumi 8:31. Tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yesu akiwa upande wako, hakuna kitu kitakachoweza kufanikiwa, kuharibu, kushambulia na kutesa na kuangamiza, bali tutasimama na kufanikiwa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Bwana Yesu, asante. Ninaomba mapenzi yako tena endelee kutimizwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya mtu huyu Bwana. Mwaka huu tena ukawe mwaka wa baraka na furaha na ushindi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana Yesu ikatujaze, nawe Bwana ukasimame naye, ukawe upande wake kwa nguvu tena, kwa nguvu katika Roho Mtakatifu, na damu yako Yesu